See, the point is, you don't know how much future you've got. Angalia, ukweli ni kwamba haujui una muda kiasi gani mbele yako. Yaliyopita yameshapita. Hakuna chochote ambacho unaweza kufanya kuyabadilisha. Inaweza ikawa umewahi kupata talaka, wengine mmewahi kufilisika, wengine mmewahi kupitia matukio magumu sana katika maisha. Lakini ukweli ni kwamba hayo yote yako nyuma yako, yameshakwisha kupita. Kutumia muda wako wa sasa kufikiria yaliyopita ni kupoteza kitu pekee sana ulichokuwa nacho, ambacho ni wakati wa sasa, yani muda wako wa sasa. Angalia mchanga huu wa saa ambao hauachi kutiririka. Huu ni mfano wa wakati wa sasa, yani muda ulionao sasa hivi, ambao ndio kila kitu tulichonacho sasa. Na ukitumia muda wako wa sasa ulionao kufikiria kilichotokea zamani, ni sawa na kujiandalia kesho yako itakayofanana na zamani yako. Huenda wengi wetu hatulifikiri hili na wala hatulipi umakini mkubwa, lakini ukweli ni kwamba wengi wetu tunafanya kosa hili kila siku. Ulichonacho ni sasa tu, yani kitu ulichokuwa nacho ni muda huu tu. Nakumbuka miaka mingi iliyopita nilikuwa nasumbuliwa sana na maumivu makali ya kichwa. Ilifikia hatua nilikuwa natumia dawa kali sana za kutuliza maumivu kila mara. Nilianza kwanza kwa kutumia Bufferin, baadaye nikaja na Sinutab yenye codeine. Chupa hii ilikuwa ina vidonge 16, lakini nilifikia hatua ya kutumia chupa 2 kwa siku. Na ukweli ni kwamba kichwa changu kilikuwa kinaniuma mara kwa mara, na hata sikumbuki siku ambayo kichwa changu kilikuwa hakiniumi. Kiliniuma nikafikia hatua ni kama nilikuwa nimekufa ganzi muda wote. Siku moja nilikuwa kwenye hoteli ya Vancouver nikiwa nimebeba mabegi mawili mazito sana na nikikimbia kwa haraka sana kuelekea uwanja wa ndege. Mtu mmoja akaniangalia akasema, "Kuna nini? Unaonekana kama unakaribia kuzimia." Nikajibu, "Ndivyo ninavyojisikia." Akauliza, "Tatizo ni nini?" Nikasema, "Kichwa changu kinauma sana. Ninajisikia kichefuchefu." Baadhi yenu mnafahamu maumivu hayo. Nilihisi kama mtu anagonga kichwa changu katika ukuta kwa sababu ya maumivu makali sana niliyokuwa nayasikia. Akaniambia, "Nenda ukakae kwenye kile kiti." Nikajibu, "Sina muda wa kutosha, lazima nikimbie niwahi ndege." Akasema, "Inawezekana kupata ndege nyingine, lakini una kichwa kimoja tu." Kisha akaniuliza swali, "Unajua maana ya kusamehe ni nini?" Kwa namna alivyoniuliza nilihisi labda sifahamu vizuri. Nikasema, "Mimi sijui." Akasema, "Kusamehe maana yake ni kuachilia kabisa, kuliacha jambo lote bila masharti na bila kubeba mzigo wowote ule." Kisha akasema, "Kama unataka kuondokana na maumivu ya kichwa, samehe au achilia mawazo yako yote yanayokusumbua. Yaachilie kabisa." Maneno yale yalinifanya niwe katika hali ya utulivu wa kina sana nikimsikiliza. Kwa kweli nilijisikia vizuri kuliko nilivyowahi kujisikia katika miaka mingi iliyopita. Kwa hiyo mara nyingi maumivu ya kichwa huwa yanatokana na mambo ambayo unayakataa kuyaachilia. Na mambo haya unayoyakataa kuyaachilia huwa yanajikusanya na kuwa msongo wa mawazo. Na kazi yake kubwa ni kubadilisha hali ya kawaida ya seli za mwili za ubongo na kusababisha damu kukimbilia kichwani kupita kiasi. Unapojifunza kuingia katika hali ya utulivu, unajifunza pia kuishi kwa utulivu. Najua nisingeweza kufanya kazi ninayofanya kama ninavyofanya sasa hivi kama nisingejifunza kupumzika na kuachilia. Rafiki yangu Leland Van Vanderwall aliwahi kusema jambo moja lenye hekima sana. Alisema hivi, "Tusitazame nyuma kwa hasira, wala tusitazame mbele kwa hofu." Maneno hayo yana maana kubwa sana. Maana yake ni kwamba tusiyakumbuke mambo yaliyopita yaliyotuumiza kwa hasira, na wala tusihofie mambo yajayo. Badala yake tuishi kwa ufahamu kamili wa sasa, kwa sababu kitu cha thamani ulichokuwa nacho ni muda huu wa sasa ulionao. Natumaini ujumbe huu umefika kwako na utakuwa umekusaidia. Maarifa haya yakitumika vizuri yana uwezo wa kuboresha kila eneo katika maisha yako.